Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imesema kuwa inajivunia mafanikio katika miaka minne ya serikali ya awamu ya 6, ikiwemo usalama wa miradi ya kimkakati na kuchangia kujenga uchumi. Pia bajeti ya wizara hiyo imeongezeka kutoka shilingi trilioni 2 mwaka 21-22 hadi kufikia shilingi trilioni 3.6 mwaka wa fedha 25-26, na huduma za afya zikiimarishwa na 80% ya wanufaika wa huduma hizo ni raia. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ametoa tahadhari kwa wote wanaokwamisha maendeleo ya zao la pamba, akisema kuwa hatomvumilia mkwamishaji yeyote. Akizungumza Mei 22, 2025 wakati akihitimisha hoja katika majadiliano ya bajeti ya Wizara ya Kilimo, Bashe amesema kuwa kwa sasa zao la pamba na chai ndiyo kipaumbele chake. Kimataifa, baraza la Senate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepiga kura ya kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa rais wa zamani Joseph Kabila, anayeshtumiwa na serikali kwa kuwasaidia waasi waliopo mashariki mwa Kongo. Kura 88 zilipigwa kuunga mkono hatua hiyo itakayopelekea kiongozi huyo wa zamani kushtakiwa kwa kuunga mkono M23. Spika wa baraza la Senate Jean Michael Sama Lukunde alitangaza kuwa baada ya kula hiyo kuwa baraza hilo limeruhusu Kabila kushtakiwa na kuondolewa kinga. Rais Felix Tshisekedi aliyeshika usukani baada ya Kabila anamtuhumu mtangulizi wake kwa kushirikiana na M23 waliolikamata eneo kubwa la mashariki mwa Kongo. Mtuhumiwa pekee wa mauaji ya wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel mjini Washington, Elias Lodrugzi, amefungulia mashtaka Mei 22 mwaka huu katika mahakama ya shirikisho kwa makosa mawili ya mauaji. Lodrugzi, mzaliwa wa Chicago, anatuhumiwa kwa kuwafyatulia risasi watu walipokuwa wakiondoka kwenye hafla iliyowakutanisha wataalamu chipukizi na wanadiplomasia iliandaliwa na kundi la Wayahudi linalopambana na chuki dhidi yao. Kulingana na nyaraka za mashtaka, Rodriguez aliwaambia polisi kwenye eneo la tukio hilo kuwa alifanya hivyo kwa ajili ya Wapalestina na Gaza. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.